Unajua kurudi kwa Kabila kulikuwa na watu wote walikuwa nasubiria, kwa sababu alikuwa ametangaza wiki mbili zimepita kwamba atarudi Kongo na atarudi kupitia maeneo ya mashariki mwa Kongo. Na hiyo jana wakati nilikuwa nikiangalia kwenye ukurasa mbalimbali, tovuti mbalimbali za habari, niliona kwenye kupitia radio ya Ufaransa inasema kwamba rais wa zamani wa Kongo DRC amerudi kupitia Rwanda na akavuka kwenye boda ya Goma ili kuingia mjini Goma. Na vile vile baadhi ya viongozi wawili wa M23 waliconfirm kusema kwamba tunayo furaha kumpokea rais wa zamani hapa jijini Goma, na tunashukuru kwa sababu amerudi katika nchi yake asili. Na mimi kwangu ilikuwa kama vile mshangao, kwa sababu kuona yeye kama rais wa zamani wa nchi, kuna vile vipengele kulingana na sheria ya viongozi wale waliohitimu miula yao Kongo, waliotoa katika mwaka 2018, inakataza kiongozi yote ule wa zamani kujiunga na kikundi chochote kile ambacho kinahatarisha usalama wa nchi. Lakini kumuona yeye Kabila ameenda kujiunga na wanamgambo wa M23, na baadhi ya wakongomani wanasema M23 wao tu wako pale, lakini nyuma yao kuna Rwanda. Na sio tu wakongomani, hata jamii ya kimataifa, Umoja wa Mataifa, nchi za Ulaya, Marekani, Canada, wote wamesema kwamba Rwanda ndio inavamia Kongo. Na sasa kuona Kabila anaenda mahali ambapo wale wavamizi wapo, mimi kweli imeleta mshangao kwangu, na sio kwangu tu, hata baadhi ya wakongomani walio wengi wameshangaa sana kumuona amepatikana katika nchi ambao uko mikononi mwa wavamizi wa nchi ya Kongo. Kusema kwamba nchi imekuwa haina amani toka yeye alipokwenda, naona kwamba sio sababu tosha, kwa sababu kwa kusema wewe ulikuwa kwenye madaraka, unapoondoka inatakiwa uache misingi ya kudumisha ile amani ambao wewe uliacha. Lakini alipoondoka madarakani, hakuacha vitengo mbalimbali, tuseme kama jeshi. Aliacha jeshi ambalo halina nguvu la kuweza kutetea nchi. Polisi, idara ya polisi ilikuwa imekufa. Vyombo vya ujasusi vilikuwa havipo. Sasa utasema aje amani idumu wakati hivyo vitu havipo? Sasa tuseme kwamba kuanza kulaumu kwamba huyu rais ambaye yuko kwa sasa ndio ameharibu amani, hapana. Tuchukue mfano wa waasi ama wanamgambo wa M23. Hawakuanza juzi, walianza toka 2009, wako pale. Kabila aliwapiga, wakaenda tena wakakuja, akawapiga tena, wapo pale. Sio tu kwamba ni kitu ambacho kimeanza na Rais Tshisekedi. Ijapokuwa Rais Tshisekedi anaweza kuwa na mapungufu yake kwenye upande wa usalama, lakini hali ya usalama ambayo imezorota kwa sasa mashariki mwa Kongo ama Kongo kwa jumla, hiyo hali yeye alirisi, na alirisi kwa sababu viongozi waliokuwa mbele yake hawakuweka mikakati na misingi ya kudumisha amani katika nchi ya Kongo. Mimi sioni kwamba Kabila yeye kujiunga na wanamgambo wa M23 kwamba italeta amani, bali itahatarisha sana usalama wa nchi, kwa sababu kuna uwezekano nchi ikagawanyika. Tuseme kwa mfano leo Kabila afike Kinshasa, kuna wanasiasa wa Kongo ambao wampendi Kabila kumuona tena akirudi madarakani. Na sio tu wafanya siasa, hata katika jeshi la Kongo kuna baadhi ya majenero hawataki rais Kabila arudie tena kwenye madarakani. Wale watu wanapomuona Kabila anarudi kwenye madaraka, kuna uwezekano wa wale watu na wao kujitoa kwenda kuanzisha vikundi vyao vya uasi katika mikoa yao. Mfano halisi nikikwambia, mtu kama Jean Pierre Bemba ambaye ni waziri wa uchukuzi kwa sasa. Unakumbuka historia ya 2006 wakati wa uchaguzi, wanajeshi wake na wanajeshi wa Kabila waliwahi kupigana katika mji mkuu wa Kinshasa. Kwa mtu kama huyo hawezi kubali kuona Kabila arudi tena kwenye madaraka, hata kama atakuwa ako na nguvu, lakini hawezi anzisha kikundi leo, lakini baada ya miaka miwili utasikia Bemba ameanzisha kundi lingine katika mkoa wa Equateur, kule ameanza naye kupigana. Nimekuambia kuna general mmoja ambaye anapatikana katika mikoa ya Kasai huko. Huyo mtu aliwahi kupinga gisi Kabila aliweza kuiba uchaguzi wa 2011, akaingia porini akaanzisha kikundi cha wanamgambo. Huyo mtu alirudi katika serikali baada ya Tshisekedi kurudi kwenye madaraka. So mtu kama huyo anapomuona Kabila anarudi kwenye madaraka leo, naye kesho ataingia porini analeta kikundi kingine. Naona kwamba kurudi kwa Kabila kujiunga na kikundi cha wanamgambo wa M23 hakuwezi leta amani, bali kutahatarisha usalama zaidi, na hali ya amani kuharibika sana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi unajua kila watu wako na maoni yao tofauti.
nataka kuambia watu wale ambao wanasapoti Kabila kurudi kwenye madaraka, sioni ama kurudi Kongo, sioni kama kuna faida ambayo yoyote wao watapata, kwa sababu Kabila alikuwa kiongozi muda wa miaka 18. Aliweza kuongoza Kongo muda wa miaka 18. Ni shule ngapi alizojenga? Ni barabara mita ngapi ama kilomita ngapi alijenga? Ukiona Kabila anaporudi asipobadilika, hakuna kitu ambacho watafaidika. Kwa hiyo mimi kitu nataka kuambia wakongomani wala ambao wanasapoti kurudi kwa Kabila, tupende nchi yetu. Kuliko kumpenda mtu, tupende nchi. Kwa sababu ikitusaidia, tukipenda nchi yetu, itatusaidia hata mtu mwingine asimame leo ambaye Kabila anamweka, kwa sababu yule mtu atakuja hatumiki tu kwa Kabila, anatumika kwa Kongo. Itatusaidia kumsupport yule mtu. Lakini tunapopenda mtu kuliko kupenda nchi yetu, ndio pale ukiona mimi nikisimama leo na kuwa waziri na kuwa watu hawanipendi mimi, kwa sababu mimi sio mtu wa Kabila. Kwa hiyo kitu cha muhimu cha wakongomani, wanatakiwa kuwa wazalendo, wapende nchi yao, wakuwe wazalendo, na wakiwa wazalendo wataona manufaa ya nchi yao, wataona nchi iko juu ya maslahi yao binafsi. Lakini wakati wanapoona Kabila ndio kila kitu, ama PPRD ndio kila kitu, ama FCC ndio kila kitu, hakuna solution ambayo hakuna suluhisho litatoka hapo. Lakini kitu cha muhimu, wakongomani watu wajikaze, wapende nchi yao, wawe na hali ya uzalendo. Nitatoa mfano kwa mwanaharakati wa India ambao ni Mohamed Gandhi. Alisema kwamba kuwa mzalendo sio wewe kutaka kupata nafasi kwenye ngazi za juu, bali ni kutaka kuona nchi yako ikisonga mbele. Mimi nikipigania leo nchi yangu, nisitarajie kwamba leo nitakuwa general, hapana. Nitarajie kuona Kongo inapata amani. Huo ndio uzalendo. Lakini ikiwa wewe unapigana ili kesho upate promotion ya kuwa general ama ya kuwa kamanda fulani, itakuwa haupiganii juu ya kutetea nchi yako, unapigania juu ya uzalendo wako, unapigania juu ya maslahi yako binafsi. Na Kabila anaporudi leo, anaenda tena kwenye watu ambao wanaonekana kama ni wavamizi wa Kongo. Sio kama yeye anapenda Kongo, bali yeye anataka arudi tena awe madarakani, ili yale ambayo hakuweza kuiba wakati alikuwa rais kwenye miaka 18 aendelee kuiba tena, na huku wakongomani ama Kongo ikiendelea kudidimia na kushuka chini. Mimi hiyo mkataba ambao, huyo makubaliano ambao iko kati bado ingali kwenye mjadala, makubaliano ya Kongo pamoja na Marekani ya kuhusu madini, kwamba wao watoe madini yao wapeleke Marekani, alafu Marekani iwasaidie kupata amani. Kweli Marekani itatupatia vifaa, itatupatia mbinu mpya, lakini hakuna Marekani atakuja pigana mahali pa Wakongo. Kitu cha muhimu ni serikali ama wafanyasiasa wa Kongo waone nchi yao kwanza. Kama jinsi katiba yao inasema, ukiangalia kwenye nakala ya 62 mpaka 67, inaambia kila mkongomani ajitolee kuleta amani na umoja katika nchi yao. Kila mkongomani ajikaze kupigania ili nchi yake ikuwe na amani. Kila mkongomani asikuwe na hali ya usaliti zaidi ya nchi yake. Kwa hiyo wakongomani wenyewe inatakiwa wasimame, wapende nchi yao, na wale wanaoongoza nchi, ile pesa ambayo itakuwa imetoka kwa Marekani, wasikule wao pamoja na familia zao ama na vikundi ambavyo viko kwenye uongozi wao. Zile pesa wanazozipata ziingie kwenye miradi ya kijamii, zijenge mabarabara, zijenge mashule, zijenge mahospitali, wafanya kazi walipwe. Ndio pale kila wananchi wataona furaha, watasema kwamba na sisi tunafaidika kwenye mali zetu za nchi yetu. Na hapo ndio hata mtu mwingine akija kuambia kwamba tuanze kikundi cha kupinga huu utawala, huyu mtu atatuletea, ni kwa sababu serikali inalipa walimu, serikali inalipa madaktari, serikali inalipa mapolisi, inalipa wanajeshi, kila mtu anapata mshahara wake. Huyu atatuletea nini cha zaidi ya hii? Kwa hiyo watu ambao wanaongoza Kongo, hata kama huo mkataba hayo majadiliano wao na Marekani ikikubalika, wasione ubinafsi, wasiwe wabinafsi. Kila ambacho Marekani itawapatia wakiweke kwenye maslahi ya umma, wakiweke kwenye maslahi ya Kongo. Ndipo pale wananchi wote watasimama kuwaunga mkono na kupinga mvamizi yoyote ambaye atakayekuja kuwa na mawazo ya mbaya ama hila ya kusababisha kuharibu amani katika nchi yao. Kwa hiyo nimalizie kwa kusema kwamba tunaweza fanya makubaliano na Marekani kama sisi wakongomani hatujasimama na hatuja kuwa wazalendo,
wa kulinda nchi yetu, amani itakuwa kila siku ya kuzorota. Asante sana.